kuitwa kwa Engineer Hersi kwenye kamati labda ya maadili na nini haimaanishi wanaenda kumhukumu. Hilo kuitwa Engineer Hersi ni pamoja na vyeo vyake, kusema ni kiongozi kwenye FIFA, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, kwa sababu sasa hivi yeye ni mwenyekiti na yani ni rais wa Young African. Kwa nafasi yake kama kwa Tanzania ni bodi ina haki, kamati ya maadili ina haki kumuita, tukiachana vyeo vyake vya nje. Na kuitwa yeye, ameitwa yeye na mtendaji mkuu wa klabu yule Mtine, yule mtendaji CEO wa pale. Sasa kuitwa ni watu, inawezekana ndio kama ulivyosema, wanataka kujua sababu zinazofanya Yanga wameshindwa kuingia kwenye vyumba kwenye mechi mbili. Ili ya kwanza na dabi ya Simba, afu na juzi ya JKT. Na ili walipigwa faini milioni 30, hiyo wamepigwa faini milioni 100. Manake adhabu zishatolewa kwa klabu kufanya lile kosa. Sasa kuitwa bodi ya ligi wana haki ya kumuita mtu na kuhoji, labda kutaka kujua. Wengi wanafikiria kuitwa kwa Engineer Hersi ni kufungiwa. Manake bodi hiyo ingeweza kukaa na kusema tunawapiga faini 100 na rais wa Yanga tunamfungia. Bodi ingekuwa na mamlaka hiyo, ingetoa hiyo. Au na mtendaji mkuu anafungiwa, walikuwa na mamlaka hiyo. Lakini bodi hata imemwita kiongozi yule, kwanza kwa heshima yake kama rais wa Yanga, pili kwa heshima yake kama rais kiongozi wa vilabu barani Afrika, maana vilabu barani Afrika anavisimamia yeye, tatu mjumbe kwenye mambo ya FIFA. Sasa kwa heshima yake wamemwita ili awape ABC. Kuna tatizo gani? Mimi naona ni kitu cha kawaida. Sema sisi wapenzi wa mpira tunapenda tu kupaniki, kufanya hivyo nini na nini. Na sifikiri kama Engineer Hersi ana mashaka kuita kwake yeye mwenyewe kama yeye au viongozi wa Yanga. Na Hersi pale aende peke yake. Kuita kwake anaenda na wanasheria wa klabu. Kuna nini kinachotokea, kuna matangazo, kuna maelezo atatoa, nini atatoa, sababu atazitoa. Inawezekana kuita kwake ikaonekana Yanga adhabu aliopewa ni nani sio sahihi, wakasema basi tunaifuta hiyo adhabu au tunaipunguza. Hayo yote yanaweza katokea, lakini mimi sina imani kabisa kusema eti kamati imempiga adhabu milioni 100 alafu wamwite Engineer Hersi wamfungie. Hakuna hicho kitu, hakuna. Inawezekana kwa hivyo walivyoitwa pengine wanaweza kaelezea ile ukweli uliopo ndani ya pale vyumba vile, pengine tatizo likatibika kwa sababu wameitwa wameenda kuongea wenyewe kama wenyewe. Na mimi nafikiri hivi hiyo itaweza kusaidia, kwa sababu platform ya kulizungumzia ilikuwa hakuna. Sasa imetokea, bodi ya ligi imekaa. Hao anakimbia kule kuna nini? Mbona sisi tukienda tuone hao wenzetu watuambie kuna nini? Sasa inaweza ikawa huo ndio msumali au mwarobaini wa tatizo hilo. Kwa hiyo mimi siwezi kuwalaumu bodi ya ligi au kuwa na mashaka. Mimi ni Dar es Salaam Young Africa, ni mwanachama wa Yanga na nina mapenzi ya Yanga sana. Hata nilivyosikia ameitwa kwanza nilishtuka, lakini baada ya kutafakari nikaona kuitwa ni kitu cha kawaida. So kuitwa basi ndio unaenda kuhukumiwa. Unaitwa. Watu wanaitwa polisi kwenda kutoa maelezo, bwana tunataka utueleze kuna 1 2 3, vitu vya kawaida. Sasa sisi kwenye mpira wanafikiria, unajua sisi tuna Simba na Yanga. Kwa hiyo hapo unaweza kukuta mashabiki wa Simba wanasema sasa hivi anafungiwa, na umeona mashabiki wa Simba wanazungumza kabisa Engineer Hersi lazima afungiwe. Maana yake wao wanaamini akifungiwa Engineer Hersi mambo haiwezi kwenda. Mambo yanaenda hata Engineer Hersi akifungiwa. Kwani mtamjua anafanya kazi Yanga saa ngapi? Anatoa maelekezo saa ngapi? Basi mumfungie na GSM. Au sio? Sasa hivyo ni vitu ambavyo vya kishabiki. Ndio maana unakuta mashabiki, baadhi ya mashabiki nimewasikia mmoja wa Magomeni yule anasema huyu afungiwe, anaona akifungiwa itakuwa nafuu kwake. Sio kweli. Mimi naona ni vitu vya kawaida tu. Sawa, tuzungumze pia kuhusiana na kauli yake aliyozungumza wakati wa parade ya Young Africans iliyofanyika pale katika viunga vya Jangwani. Alizungumza kwamba wanatarajia msimu ujao kurudisha makombe yao yote ambayo yalichukuliwa, lakini hata walioyachukua yaweze kuyatetea. Kwamba tayari wameandaa usajili mzuri ambao utakwenda kufanya Young Africans waweze kuamka tena kama ilivyokuwa zamani. Pengine kauli yake wewe umeipokeaje, na pengine ni matarajio yako yapoje kwa kupitia kauli yake? Kwa sababu nikwambie Engineer Hersi hajawahi sisi kutuangusha hata siku moja. Hajawahi katika miaka 2 continuous. Hajawahi kutuangusha. Kidogo tumepata kwenye ubingwa mara 5 mfululizo. Unaona kuna kikombe tumekipoteza cha CRDB ambacho Simba amekichukua. Hicho ndio wamejitathmini kusema kwa nini tumekipoteza. Na mazingira yalikuwa magumu. Hakuna ligi iliyokuwa ngumu kama season iliyoisha. Ligi ilikuwa ngumu sana. Marefali kama unavyosikia mzee Balisa alilalamika,
waamuzi wamefanya vitu vya ajabu vingi, lakini ndio binadamu. Mambo mengi yametokea ya ajabu, vitu vingi vimetokea. Sasa ile kidogo kwa sisi wana Yanga, pamoja tumechukua ubingwa, lakini bado tulikuwa tukujisikia vizuri zaidi, kwa sababu sisi tumezoea kuchukua vikombe vyote, tushazoea kubeba vyote. Sasa safari tumeteteleza kama viwili, si Mapinduzi, si kimetokea Mapinduzi kile, muungano pamoja na CRDB, yani kidogo imetuma, lakini tunajua sababu ya kukosa hivi vikombe. Tunajua sababu ya kukosa hivi vikombe ni kwa sababu wachezaji wetu wa Yanga wametumika sana na wamechoka. Miaka 4 continuous yao wao wametumika kutetea ubingwa, na tumebeba vikombe vyote mpaka vingine vya nje, Toyota Cup, si Rwanda nini, tumefanya hivyo. Kwa hiyo wachezaji walichoka, na ndio maana walitakiwa wapumzike. Unaona? Sasa unakuwa majeraha, ukiangalia na majeraha yametukosti. Mzize, si Dickson Jobu, si sasa hivi tena Pacome. Yaani mambo mengi yamechangia. Sasa kwa maana hiyo kidogo mess up, lakini engineer kusema vile anamaanisha kwa sababu sasa hivi Yanga unaona kama kina Prince Dube ameondoka, lazima kuje mtu makini zaidi ya Prince Dube. Haya, nani Pacome hayupo, lazima aje mbadala, kwa sababu Pacome atapona, ligi ishaanza. Yani kuna watu, kwa hiyo anachoongea anamaanisha. Yani inaonekana kabisa GSM amevunja kabati. Amevunja kabati la usajili. Sawa, unatamani kwa upande wako wewe wapi ambapo Yanga inahitajika wafanye marekebisho haraka sana ili msimu ujao muweze kuona Yanga ndio ile ya zamani ya Nabi? Yanga inatakiwa pale kwenye beki pale ya kati watafute mtu hata katikati pale yuko huyu Duke Abuya, yuko na yule na Kamala pale sio mbaya, wakarekebisha, lakini asilimia kubwa kule mbele mastrika, kwa kweli tupate mastrika ya wiba, maana huko Okelo kwa nani wengine tunawasikia bado hawajataja, lakini tupate mastrika na mawinga wazuri tu. Kwa hiyo mimi naona timu yetu inaweza karudi kwenye mfumo ule, kwa sababu timu yenyewe haijabomoka sana. Pale Baka anataka upate usaidizi, beki za kulia kushoto tuangalie watu wapate usaidizi, yao yuko vizuri, lakini wanatakiwa kuna tuongeze. Na kuna wazawa nafikiri wazuri tu wapo, tukiacha hata wageni, lakini kuna wazawa wanataja. Kwa hiyo hata kule mbele kwenye mastrika katikati, idara zote tu wazirekebishe, ili mradi kama wameamua kusajili wachezaji wa nguvu. Na nimesikia Yanga hivi karibuni kwa masaa machache nafikiri wamesema, tunasikia rumors watatangaza kocha mpya wa Yanga, benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Kwa hiyo mimi sina mashaka engineers wakosei, na kikosea wanajirekebisha mapema. Sasa kwa ile rekodi ambayo Young Africans wameiweka kwa hii misimu mitano, wameweza kukusanya makombe 17 jumla ndani ya misimu mitano, lakini Young Africans walikuwa katika ranki za CAF walikuwa katika nafasi ya 100 na sasa hivi wapo nafasi ya 12. Pengine unaonaje hii rekodi watakuja kuivunja tena Yanga, au kuna mtu akuja kuivunja? Rekodi hii iliyowekwa tunaweza tutaivunja, tutaendelea nayo. Mimi nakwambia, nilisema mahojiano ya tulivyoongea mimi na mara mwisho, akasema hivi, kama Simba ameshindwa kuchukua kombe msimu huu ulioisha, mwakani hawezi kulipata kombe. Yanga tu wamejipanga kweli, au tumejipanga kweli, tumejipanga kweli. Yani tuna hakika, tuna asilimia nyingi za kuchukua kutetea ubingwa wetu na kuchukua hivi vikombe. Tumejipanga na wachezaji uzuri, hata hao wanaosajiliwa kutoka nje wanaijua Yanga sasa hivi Afrika. Kama wanatoka Afrika Kusini wanaijua, wanatoka West Africa wanaijua, Afrika Mashariki wachezaji timu nchi hizo wanajua. Mtu anayependa kucheza Yanga wanajua ni timu ya namna gani. Ni timu kubwa, inalipa vizuri, inalea wachezaji vizuri, na kila mabara hayo yanayotoka, mfano West Africa wengi, Ivory Coast wapi, Cameroon, wengi wanataka kucheza huko, kwa sababu huku mpira huku unalipa, na wao wanajua wakija wanakuja kufanya kazi gani. Na ukumbuke Yanga, uione Yanga ilivyo. Tulikuwa na kina Dombia, tulikuwa na kina nani, si Kante nani. Yanga baada ya kuona watu kwa muda mfupi tu, tena yule Kante walimuona kwenye mashindano yale ya Rwanda, wakasema hapa hamna kitu. Na kweli Dombia tulimuona kwenye mechi zetu, hapa hamna kitu. Ni kweli. Sijui huyo tunamuita washawasha yule nani yule
ikuwa tukasema hapa hamna kitu, afadhali waondoke. Kwa hiyo tulijirekebisha, angalia, tulitoa wachezaji walisajili wachezaji wakubwa wazuri, lakini muda mfupi tukawasambaratisha, tukawatoa. Sasa mimi niseme tu kitu kimoja, ni kwamba msimu huu tunaenda kuvunja rekodi tena. Simba wasitarajie, mimi nakwambia ukweli, wasitarajie. Ushindani upo, Simba nao wana timu nzuri. Sasa inategemea na sisi wachezaji ambao tutakao watangaza wa namna gani. Kama tutakosea itakuwa mtihani, lakini kama tutapatia katika wachezaji labda tunataka 8 tukapata 1 standard, biashara imeisha, mapambano yale yanaendelea. Inasemekana kwamba Clement Mzize yuko safi tayari, ashaka sawa, lakini pia na Dickson Job. Pengine kwa upande wako wewe unawatarajia sana wale Mzize na Job waje kukupa kitu cha ziada ndani ya msimu ujao? Tulimsikia Engineer Hersi juzi anasema katika mchezaji ambaye hawezi kumwachia Dickson Job. Yaani hiyo sawa. Alafu Mzize unajua mwenyewe. Mzize yani hao wachezaji ni kio cha Yanga. Japokuwa wote ni vio, lakini hao ni kwa wachezaji special. Na sisi mwaka huu tumeteteleka mpaka tunafuatana kwenye pointi na Simba karibu. Ni kwa sababu wachezaji wetu hawakuwepo. Hao wachezaji wetu hawakuwepo. Light wangelikuwepo, tusingefika hapo kule. Light Mzize angelikuwepo, Job angelikuwepo, hata nafasi ya Dodoma Jiji kutufunga ilikuwa ngumu. Lakini kwa kuwa hawakuwepo, lakini mimi niishukuru tu Young African, wamejitahidi, wamelinda heshima kuchukua kombe. Maana yake tungelikosa kombe, hapo tungechukua CRDB. Sisi tungefanya paredi. Sisi wazoefu kuchukua klabu ubingwa, tungefanya paredi. Lakini uone wenzetu wamelipata hata la ushindi, maana wanaita winners, la ushindi. Wao wanajiita mabingwa. Hakuna bingwa CRDB. Bingwa ni champion NBC League. Bas. Hizi zingine ni winners. Kiingereza winners, Kiswahili ni washindi. Washindi wa kombe la shirikisho. Hata ili wanaocheza la CAF. Umesikia wamesema Africa Cup lile aliitwa champion la Afrika. Lile linaita kombe la shirikisho Federation. Ndio tafsiri yake ni hiyo. Sasa wenzetu wanajidanganya, lakini mimi nawashukuru kwa sababu nao walitoa angalau kuonja maisha ya kiparedi yanakuaje. Maana Simba baada ya mwaka 2030 Yanga wakikamilisha miaka 10, wao wakija kuchukua ubingwa huu nao watapiga paredi kama hilo. Sasa tuangalie katika upande wa sasa hivi kwa jinsi Yanga ilivyo, kwa namna unavyoitazama, haikupi wasiwasi yoyote kwamba pengine msimu ujao labda eneo hili tukasumbuka kidogo? Kama Yanga haitasajili wabaki wale watatusumbua, kwa sababu kidogo timu yetu imekuwa na mapungufu. Kuna ubora fulani umepungua, na ubora wenyewe kwa sababu hatujaobolesha ndani ya miaka 4. Wachezaji ni wale walitoka kina Aziz Ki, walitoka kina Mayere, wakatoka siyo kina nani, wengi wametoka wengi kuanzia kina Feitoto walitoka wengi walitoka. Kwa hiyo Yanga imekuwa ikijengeka, wametoka kina Aucho, kina Msonda, wengi wametoka. Sasa unakuta tumeyumba. Tulisajili, tuliamini wale kina Kante kina nani ongeza kutusaidia, tuliwaona wazuri, kumbe matokeo yake walishindwa kuendana na mpira wa Tanzania. Mpira wa Tanzania mkubwa na ushindani mkubwa. Unaweza ukacheza leo na Mtibwa tu ikakusumbua. Tumecheza na Mtibwa hapa ametusumbua, tukatoka udoni. Simba alicheza na Mtibwa tuka na udoni. TRA Yanga alitoka na udoni. Simba alicheza na ikatoka udoni. Coastal. Ni timu vidogo lakini vinasumbua. Sasa kwa hawa ambao hii kibakia bila usajili, hii inaweza kawa changamoto. Lakini kama watasajili kama tulivyosikia ahadi ya Engineer Hersi, na Engineer Hersi alivyosema kwamba tutahakikisha vikombe vyetu vyote sasa hivi tunavirudisha. Maana anamaanisha usajili ni strong. Usajili ni strong sana. Sawa. Ratiba imetoka tayari, tumemsikia rais wa TFF amezungumza jana kwamba tarehe 12 itakuwa ni ngao ya jamii. Lakini baada ya hapo ligi kuu itaendelea kawaida, itaanza upya. Pengine kwa ratiba namna ambavyo vimepangwa, kwa wewe haijakupa wasiwasi yote? Mimi nimepata changamoto moja ndogo. Naangalia kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8, tuchukulie tarehe 1 mwezi wa 8. Hizi timu zinataka zifanye Simba Day na Yanga Day, si ndio? Sasa
Ukiangalia hapa katikati kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 10. Unaona palivyo karibu wafanye hivyo. Kuna mambo ya jezi, sijui uzinduzi, hiyo vilabu vitafanya. Ni muda mfupi sana. Lakini siwezi kuilaumu TFF. Kwa sababu gani? Nikwambie. Hii ligi inatakiwa iishe mwezi wa 6 mwakani. Kwa sababu kutakuwa na mashindano ya AFCON. Yaani hapa wajitahidi nao bodi ya ligi wenyewe kusiwe na viporo. Ili ligi tumalize hata mwezi wa 5. Kwa sababu ukiwa na viporo, ligi itaisha mwezi wa 6 au ngapi? Wachezaji wa hao ndio watakwenda kwenye timu ya taifa. Na tuna host AFCON. Itakuwa shida. Sasa sijui sisi ratiba zetu tunakuwa wapi. Ratiba imetight sana. Kwa sababu wanao wachezaji wanataka kupumzika. Sio kwa ajili ya Yanga, lakini hata kwa ajili ya timu ya taifa. Mchezaji unakuta katumika kama hivyo wamemaliza juzi tu. Sasa hivi ndio wamepumzika. Wengine wako kwenye majeraha, wengine wako kwenye nini? Sasa angalia, sasa hivi leo tuna tarehe ngapi? Leo tuna tarehe 10. Au sio? Mpaka tufike tarehe 30. Lakini mimi nafikiri vilabu kama nisemee Yanga wanaweza kujipanga vizuri tu. Tunaweza kujipanga vizuri. Kuanzia sasa hivi tukafanya uzinduzi wa jezi, tukaja tukapanga tarehe ya Yanga Day, tukamaliza kila kitu, tukatangaza wachezaji wetu kwenye mwanzoni mle wa mwezi wa Agosti, alafu tunakwenda kwenye nani? Kwenye ngao ya jamii. Hapo tutakuwa sasa tumeziona timu zetu. Hatuwezi kwenda kwenye ngao ya jamii hatujaziona timu zetu, maana kuna timu za kigeni watu tunaalika kwenye Yanga Day. Labda tunaalika TP Mazembe mfano, maana tunataka tuione timu yetu baada ya usajili wachezaji gani ambao tutaenda nao. Na ile inakuwa mzuri, mnapata picha na mwelekeo kwamba huo ndio mwelekeo wetu wa mwaka huu kwenye mashindano ya klabu bingwa, ya ligi, ya CRDB na kadhalika. Afu hapo timu hizi zinakuwa na pre-season. Bahati nzuri sisi Yanga wa pre-season zetu zinakuwa fupi. 10% tunafanya AVIC, afu tunakwenda kwenye mashindano kama vile Kigali, tunafanya mashindano ya kikombe kama tuenda kufanya South Africa kwa Toyota. Kwa hiyo inakuwa nani? Kujipanga. Unajua mipango kujipanga yanakwenda sambamba na pesa. Yanakwenda sambamba na pesa kama ipo. Hivi vyote vinafanyika kuanzia sasa hivi. Na mimi kwa sababu najua uongozi wa Engineer Hersi uko makini. Na mtendaji mkuu yuko makini. Na kamati ya utendaji wako makini. Mimi nakwambia kama walivyosema ndani ya masaa 48 kuanzia jana Yanga wanatangaza kikosi. Mikakati hapa inaanza sasa hivi. Na jinsi mnavyomjua mimi, jezi ziko tayari. Mnavyomjua mimi, jezi ziko tayari. Kwa hiyo hapa ni mpangilio kwa sababu JSM anajua hiyo kazi yake. Material anajua. Yaani sasa hivi ninavyosema mzigo si ajabu uko tayari. Kwa sababu ligi imeisha. Na watu lazima sasa hivi waanze kununua jezi. Mpaka tukifika kwenye Yanga Day, kwenye mashindano, watu wana uniform za timu husika mnavaa. Sambamba na Simba hivyo hivyo. Kwa hiyo hapa pesa inahitajika. Kama wamejipanga kwa pesa ndio tutaona. Maki vyote vinafanyika. Muda huu unatosha. Kuanzia sasa hivi tarehe 10, jana katangaza kalia tarehe 9 mpaka tufike tarehe 30 mwezi huu. Na ndio maana Yanga na Simba wamejitoa kwenye Sekafa. Kwa sababu hizi ni timu kubwa. Singida Big Stars amekwenda kwa sababu yeye ndio ameozi lile kombe. Ndio alilichukua mara mwisho. Yeye ndio anaenda kulitetea. Na hizo timu zingine. Na zile timu zinazoshiriki ni nzuri. Ni nzuri sana. Maana hata sisi Yanga tungeshiriki Kagame, tungeenda kuona wale wachezaji wetu wapi wanafanyaje. Lakini hako kuna riski. Mnaweza mkashiriki, matokeo yake mkaenda kupata majeraha. Mkaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo mimi niseme kwamba muda unabana lakini muda wakati mwingine haubani. Muda ukibana maana wewe unajua pesa labda hamna, vilabu havina pesa. Lakini kama pesa ipo, haya mambo kuanzia sasa hivi tarehe 11 kesho mpaka tarehe 30 mpaka tukitoe tarehe 12 Yanga na Simba wanakutana kwenye dabi ya ngao ya jamii. Haya mambo yanakwenda vizuri tu bila shida yoyote. Sawa, pengine nikuulize swali ambalo linahusiana na Simba Sports Club. Wao tumeona mzabuni wao amewaletea magari mawili. Ambapo moja la kuuzia jezi, nyingine la kutembelea wachezaji. Pengine kwa upande wenu ninyi mnazungumzia yani mlipokeje kama wana Yanga? Mna wivu kwa maana ya mnatamani nyinyi muweze kupata mzabuni ambaye anaweza kuwafanyia vitu kama hivi, kuwatia magari mazuri kama ya Simba, au ni kawaida tu kwa ninyi kwa hivi kwa jinsi mlivyo? Sisi yani kusema wivu, sisi hatuwezi kuwa na wivu eti Simba kaletewa basi afu Yanga ipate wivu. Hiyo kitu mimi nikatae. Kwa sababu gari la wachezaji, gari la kuuza jezi. Lile gari la kuuza jezi la Jeruti mwenyewe
gari lake atalipaka rangi za Simba kwa sababu linafanya kazi za Simba. Ni gari lake mwenyewe la kufanya biashara yake. Litatembea mikoani huku na kule na nini. Na ili basi lingine ambalo litumia kwenye paredi yao ni basi la wachezaji la kuwapeleka mpirani. Ni jambo la kawaida. Ni gari lile lile, ukipanda ni lile lile. Sema samani labda na uumbile linatofautiana. Hata gari lile la Yanga zuri, gari la Azam zuri na magari ya timu zingine ni mazuri. Yote ni usafiri. Kwa hiyo Yanga sidhani wanaweza kawa wanalipa au kusema eti mfadhili wao kawafanyia jambo jema. Sisi tuna mfadhili ambaye anafanya vitu bila kupepesa macho. Simba ametafuta mtu mwingine mbadala. Maana yake Mo aliwapa basi wakati fulani. Alafu matokeo yake lile basi likaja likafanyaje? Likakamatwa kuna kwenda. Kwa hiyo wao ni hivyo. Walipewa basi alafu Mo lile basi likakamatwa, Africares wanasema. Likarudi likapotea. Kwa maana hii sasa Jeruti ameona ngoja watolee. Lakini wana Simba wao mimi ndio nilikuwa nasikitika. Mimi nimeliona basi la Simba juzi wakati wa paredi. Ndio wale waliokuwa wanalitukana. Wanasema basi yuzi, basi bovu. Wale washabiki wa Simba, sijui muhindi wa Simba na wengine. Yaani inatakiwa watu wanakosa fadhila. Mtu amejitolea basi la bure, bado mnamshambulia. Sisi hatuko hivyo kama hao Simba. Sisi chochote anachotupa mfadhili wetu tunakipokea. Kwa sababu kwanza JSM sisi ametufanyia mambo makubwa sana. Makubwa. Anaujenga uwanja 50-50. Yanga 50% anatoa pesa zake. Zaidi ya bilioni 70. Nani? Mo alitaka kujenga ule uwanja akasema atamiliki kwa 80%. 20 atawachia Simba. Simba wenyewe walizika, lakini JSM kakataa. Sasa sisi kuna vitu anavifanya vikubwa kwa sababu sisi unaweza kukuta hata hela usajili wakati mwingine hatuna. Yanga hela usajili hatuna. Hao wachezaji ambao watausajili hapa itakuwa na zaidi ya hata bilioni hata 4, 5, 6. Wewe unafikiri tuwatangaze hivi kaburi? Hela haraka inatoka wapi? Hela haraka inatoka kwa mfadhili. Sasa mimi siamini kwa upande wa Simba anaisajili sasa hivi Jeruti au Mo. Hatujui kwa sababu wenzetu wale uzuri wanawafadhili wawili. Sisi tunaye mmoja. Na mmoja ambaye anapambana kwa wakati. Na utakuta mipango ya Yanga inakwisha kwa wakati. Mimi niwahimize tu wanachama wenzangu wa Yanga. Kipindi hichi ndio kipindi cha kulipa ada. Kuisupport timu. Tulipe ada. Mimi mwenyewe nimeangalia, nimekuta ada yangu kidogo haiko sawa. Nafikiri leo ni clear. Tulipe ada. Tukilipa ada tuna support utendaji wa engineer Insi. Tulipe ada sasa hivi, tusipepese macho. Tulipe ada. Kama Yanga tunaipenda, tulipe ada. Hivi vitu tutavifanya kwa wakati mwafaka. Wachezaji watapata mishahara, watapata malazi, watapata chakula bora, watasafiri na ndege bila shida. Unajua timu zetu hizi hazieni mikoani hiyo kwa magari. Zinaenda kwa ndege kuanzia mwanzo wa season mpaka mwisho wa season. Au sio? Na mechi za kimataifa. Kwa hiyo tulipe ada. Ndio cha msingi vile vile. Kuna baadhi ya wadau walikuwa wanasema kwamba Simba kwa nini hawaulizii kuhusiana swala la usajili wa wanachama? Wamekaa kimya baada ya kupata ushindi wa CRDB lakini pia na magari mapya. Wanasema kwa nini ile walizungumzii? Kwa kweli pengine ni sahihi Simba itakuwa walizungumza ile swala. Simba unajua Simba wanalizika mapema. Simba ameshalizika. Nikwambie ukweli. Na hii naisisitiza. Simba wameshalizika. Wamepata kombe la CRDB, wamepata basi Eliza, wamepata basi la kuzia jezi, wachezaji wao baadhi wa Jeruti kawanulia magari. Simba wameshalizika, hawana makuu. Simba wameshalizika. Pale ndio wameshanani. Kwa sasa hivi huwezi kusikia mwana Simba anazungumzia swala la kadi, swala la chama. Kwanza hawataki kulizungumzia. Wengi wanasema hivi mpaka uchaguzi ufanyike ndio tufanye nini. Kuna mtu mmoja alilopoka sijui kutetea kiongozi gani, sijui nani, mchungaji sijui katetea sijui kuhusu anamshabikia kiongozi mmoja awe sijui kiongozi. Naona wenzake wamekuja juu. Baadhi ya wase wana Simba wanamshutumu. Wanasema sio wakati mwafaka nini na nini. Sasa wao wengine wamelizika, walokuwa makini. Maki nikisema walokuwa wenye akili nitakuwa na watukana. Walokuwa makini wengine wanatambua uchaguzi ndio solution. Leo mmechukua mafanikio haya kwa mbinde sana. Kwa viongozi hawa walioitawala Simba zaidi ya miaka 10. Sababu Magoli yuko Simba pale kama kiongozi zaidi ya miaka 8. Huyu Mangungu zaidi ya miaka 6-5. Unaona? Sasa na wengine zaidi kwa hata kwenye bodi yao watu wamekaa zaidi ya miaka 10. Ni wale. Ndio maana ukuta Yanga wametangaza uchaguzi, engineer kajitokeza. Maka engineer kayatenda haya. Hatuwezi kumweka mtu mbadala au Arafat. Yaani hao wameshayatenda.
kaongoza vizuri, katupa kifuraha yetu. Labda ingeleta dosari tungekosa ubingwa mwaka huu, tungekuwa na mashaka, lakini vyote tulivyovitaka kiwi yetu katufanyia. Kwa hiyo tunamrudisha kama katiba tena, na wajumbe tunawarudisha, wakitokea wengine wameshindwa, lakini wote sisi ni Yanga, lengo lile lile, daima mbele nyuma mwiko. Sawa, bwana, mimi nikushukuru sana. Mimi nakushukuru, asante sana, karibu tena.